Chifu Nzobane kama Zumfela bwana, nataka pia tutazame vizuri kweli kweli ndani ya Young Africans. Baada ya kumaliza kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, mengi yanazungumzwa. Inaonekana kwamba Simba na Yanga wamevuna alama sawa, lakini Simba na Yanga wamepata pia mshiko sawa kutoka CAF. Lakini taarifa nyingine zinaeleza hapana, Yanga na Simba hawakuwa sawa kwenye pointi ambazo wamezivuna msimu huu kutokea pale CAF, lakini pia hawakuwa sawa hata kwenye kiasi cha fedha ambacho wamevuna. Sasa tunataka tufahamu vizuri kweli kweli, hapa ndo zinakuja zile small details, yani vitaarifa vidogo vidogo kati ya taarifa kubwa. Nani amevuna fedha nyingi na nani pia amevuna pointi nyingi baada ya wote kuishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika hatua ya makundi, kundi moja linakuwa na timu 4. Yes. Katika timu hizi 4 maana yake kuna nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, ya tatu na nafasi ya 4. Very sure. Na kila nafasi inastahiki. Okay. Ambayo hasa kwenye klabu bingwa barani Afrika. Sawa. Nafasi ya kwanza na nafasi ya pili maana yake hawa kwa maana ya points wanakuwa wanavuna alama 3. Ndio. Kama utafuzu katika robo finali. Sawa. Nafasi ya 3 unavuna alama 2. Sawa. Na nafasi ya 4 kwa maana mwisho kwenye kundi unavuna alama 1. Okay. Kwa hiyo ilivyokaa ndivyo hivyo hata kwenye kipato iko tofauti. Kiwango ambacho anapata Yanga si sawa na kiwango ambacho anapata Simba na si sawa kiwango ambacho atapata pengine FAR Rabat pamoja na Ahly. Okay. Kwa sababu wanaingia kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo Yanga amefanikiwa kuvuna alama nyingi kuliko Simba kwa maana amekusanya alama 10. Okay. Simba kama amekusanya alama 5. The same hata kwenye pesa Yanga amechukua pesa nyingi kuliko Simba na hata kwenye uwiano wa alama sasa zimepungua kutoka kwenye alama zilikuwa ni 10 na kitu, sasa zimebakia nafikiri alama 5. Okay. Kwa sababu Yanga na 33, Simba na 38. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yanga amezidi kusogea kwenda katika hatua za juu. Kwa hiyo wale ambao pengine walikuwa nafikiri pana uwiano hauwezi kuwa sawa kwa sababu ya tofauti wa nafasi, lakini pia na point ambazo wanaweza kwenda kuzivuna katika msimu huu wa klabu bingwa barani Afrika. Kwa maana hiyo sasa unaweza kusema msimu huu kwenye mashindano haya ya Afrika, Yanga na Simba wote kweli wameishia hatua ya makundi kwenye kombe moja kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini unaweza pia ukasema kwamba Yanga amekuwa mbabe mbele ya Simba kwa maana ya kile ambacho kinaitwa faida kati yao, kuvuna pointi nyingi na kiwango cha fedha. Nafikiri kuna kitu ambacho watu wakifahamu, kuna kitu kinaitwa tunasema ni ile, kuna kitu kinaitwa ni trending analysis. Yes. Graph. Ukiangalia kwa maana ya graph, graph ya Yanga inakwenda kwenye ina increase. Okay. Wakati graph ya Simba ina decrease. Sawa. Kama utaangalia katika michuano, kwa nini nasema ya decrease? Ndio. Simba alikuwa nafasi ya 5. Yes. Ya ubora wa viwango vya soka barani Afrika. Kabisa. Amekaa kwa muda hapo na alikuwa anapambana kwenda nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 3. Sawa. Lakini sasa hizi ameweza kushuti mpaka nafasi ya 8 mpaka ya 9. Ndio. Inategemea mpaka mwisho michuano. Kwa hiyo anaweza kafika mpaka wa 10. Inategemea na ambao wameingia. Kwa hiyo maana yake anatoka kwenye positive, sawa, kwenda kwenye negative. Kutoka nafasi ya 5 anazidi kwenda juu kuondoka kwenye 10 bora. Yanga alikuwa haiko hata kwenye 20 bora. Akaja akazoea kwenye 10 na kitu. Akaja kwenye 12. Hapa tunapozungumza ipo kwenye top 10. Kwa hiyo hata kama ikitokea anaweza akaja kwenye 11 au 10 au hapo katikati. Kwa hiyo utagundua kwamba graph ya Yanga siku hadi siku anaendelea kuongeza points, wakati Simba points zake zinafanya nini? Zinapungua. Kwa hata msimu huu imeweza kudhirika pia kwa pointi za Yanga zinaongezeka wakati pointi za Simba zinapungua. Wakati msimu huu unaanza Yanga alikuwa na alama 25. Saizi Yanga ana alama ngapi? 35. Ameongeza alama 10. Wakati msimu unaanza Simba alikuwa na 43. Yes. Ameweza kushuka mpaka 30 ngapi? 38. Kwa hiyo gundua kwamba anashuka kati Yanga anapanda. Kwa hiyo ndio uhalisia kwenye issue zima ya namba. Kwa utagundua kwamba Yanga wapo kwenye succession plan tunasema. Kwenye succession plan, mama kumbuka kidogo ya kiuchumi kwamba plani yao inakwenda kwenye mafanikio. Graph yao inaonyesha kwamba wapo katika positive, sawa, sides, wanazidi kuongeza kitu. Ukiangalia wana matarajio. Kwa hiyo wakisema kwamba wana project ya 10 years to come, unaanza kuiona. Leo viongozi wao wakitoka wana kitu cha kuzungumza kwa sababu toka wamechukua timu kuna indicator zinaonekana kwamba timu inapata positive result kutoka kwenye unknown kwenda kwenye known clubs. Lakini Simba maki viongozi wao inabidi watu waulize kwamba je, mbona tunasogea? Tulikuwa watano. Badala ya kwenda kwa nafasi ya 4, ngoja kwa nafasi ya 8 mpaka ya 9. Kwa hiyo kuna huo utofauti. Kuna mmoja anakimbia kwenye top 10 kwa kasi, kuna mwingine anakuja kwa kasi kwenye top 10. Kwa hiyo hapo njana wanapishana.
Bana, Simba na Yanga wako njiani wanapishana, lakini ukitaka kuelewa namna ambavyo wanapishana, na hiyo ni namba, sio mimi. Yaani kwenye comment hiyo ni namba. Sio mimi, kazi yangu ni kutoa facts. Yes. Mimi sizungumzi tu. Na hizo sio facts tu. Ndio zile tunazita small details. Usikae tukaanza kuongea amefeli, wameshia kesi kwa makundi. Sio kesi kwa makundi, tunaangalia facts. Facts ni zipi? Okay. Unaishia makundi unapata nini? Sawa ndio cha kuangalia hapa. Kwa hiyo wapo kwenye kwenye positive movement. Wanakwenda kwenye hatua nzuri sana, wanaenda vizuri sana. Wanakwenda kwenye hatua nzuri kweli kweli. Chifu Nzobane kama Zoom Fela anatuambia hivyo, klabu ya Yanga namna ambavyo inaendelea kupaa kimataifa, lakini sio kubaa tu. Wanahakikisha kwamba wanavuna fedha nyingi za kafu na wanaendelea pia kutengeneza timu yao kuwa bora kweli kweli, na ndio maana leo tunapozungumza tunazungumza Yanga inaendelea kufanya usajili kwenye kila dirisha, na si usajili kuhakikisha kwamba wana maintain ule ubora ambao wako nao. Tunaendelea kuzungumza hapa, lakini nikukumbusha tu ya kwamba masika ndio hiyo bwana inakuja. Mvua ni nyingi kweli kweli, unahitaji bati wewe, basi waone Bati Quality. Bati Quality bwana ni kampuni bora kweli kweli ya Kitanzania ambayo inazalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unajipatia misumari pamoja na usafiri bure kabisa popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu kweli kweli, miaka 10 ya uangalizi. Yani bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Kwa nini uteseke ulane na mabeseni pamoja na masufuria kipindi cha masika, wakati sisi Bati Quality tupo kwa ajili yako. Kwa gharama nafuu unapata bati zako. Na tunawaambia kama mvua zinakuja ndio kwanza zinaanza. Maana juzi nimekutana na mzee Kadege ananunua mabeseni. Sasa nikamuuliza beseni moja shilingi ngapi? Mpaka shilingi 38. Kwa msingi mzee ungejichanga tu. Chukua bati zako. Chukua bati. Ndio. Unaona? Weka mambo ya mabeseni haya sio. Maana mimi nijua pengine labda anataka kutengeneza swimming pool. Kumbe anakabiliana na swala gani? Anasubiri mvua. Inyeshe ili yake kwenye matobo. Toka bana. Kadege mzee wangu. Wakati ushapita mzee Kadege, tafuta Bati Quality. Ndio. Nenda kakae pale na uzuri wake ni watu ambao wanaweza wakaja wakaangalia nyumba yako wakakushauri. Na hawaishi kushauri tu, unapewa mpaka misumari na kofia. Sasa kile kitu gani mzee wangu? Nikamwambia wale msingi hapa angalia. Na sasa hivi wapo kwenye msimu wa promotion. Wanatoa kwa bei rafiki kwa sababu wanajua matatizo ya mvua ni kipindi ambacho migogoro mingi inakuwa inaongezeka. Badala ya kulala tunaanza kuamsha kitanda. Na kwa sio sawa mzee Kadege. Bwana, kwa nini uichukie nyumba yako wakati sisi tupo Dominic Salama tunaendelea hapo hapo tulikoishia? Lakini kwa haraka tunaweza kupiga simu nambari 0782 055 kwa ajili ya huduma nzuri ya bati. 0782 055 Chifu Nzobane, tulizungumza Yanga kimataifa. Wapo baadhi ya waandishi na watu mashuhuri kweli kweli kwenye soka wanakosoa namna ambavyo utaratibu huu wa kukusanya pointi, wengi wanauita kama utaratibu mbovu. Kwa nini pointi zikusanywe kwa misimu mitano wakati kuna kipindi timu ina drop, nyingine zinachipukia kwa kasi? Kwa nini zisiwe kila msimu ionekane timu hii bora, hii sio bora? Yani vile vipimo vyao viwe ni kila msimu, kwa msimu huu Yanga ni bora, msimu unaokuja Yanga kweli amedrop kwenye usajili, hajafanya vizuri na ameshindwa kufanya hivyo, si bora. Kuna nyakati watu wanasema timu zinapotea kama Wydad Casablanca, na kishangaa miaka mitatu ifanye vyema, lakini hiyo miaka mitatu ambayo imepotea bado kwenye ramani pale ya CAF inaonekana ni miongoni mwa timu bora kweli kweli Afrika. Nafikiri mimi ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa sikubaliana na hivi vigezo. Okay. Na hivi wangu kwa sababu ni viwango ambavyo haviakisi yani uhalisia wa wakati husika. Haviakisi kabisa, na wakati mwingine vinashindwa kutoa haki kwa timu ambazo zinafanya vizuri. Okay. Sababu unaweza kujikuta umefanya vizuri miaka mitatu mfululizo, lakini bado timu ambayo haipo kwenye ramani bado inaendelea kudominate. Kitu ambacho binafsi nafikiri CAF na Motsepe na timu yake wanatakiwa waweze kuangalia, na uzuri tuna viongozi wa wakilishi, rais wa Yanga Engineer Said yuko pale, kama akiwa ni mjumbe anaweza kwenda kusaidia pia katika hili, kwa maana kwamba tuweze kuona namna gani ambavyo viwango hivi vitakwenda kuwa ni vya msimu kwa msimu. Kwa sababu wewe kuna privilege nyingi zinaweza zikaja na timu ikawa ipo kwenye nafasi nzuri lakini isipate. Mfano mathalan leo hii kuna timu kama Wydad Casablanca amekwenda kwenye klabu FIFA World Cup akiwa hana vigezo, akiwa hana chochote, ila kwa sababu tu kuna alama nyingi alivuna huko nyuma zinampeleka, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo itakiwa mabingwa kama Pyramids ambao ni bingwa wa msimu uliopo ndio aweze kwenda kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na viwango na ubora kwa msimu tu msimu, ili aliye deserve kufika finali kuchukua ubingwa apate alama zake nyingi, akae pale juu, then kama ataweza kudominate akae kwa muda mrefu. Lakini mtu anakusanya leo, mfano mtu kama timu kama ya Ali anaweza asionekane misimu mitano mfululizo kwenye ubingwa, kama anatolewa mapema, lakini bado yuko pale juu tu.
Sasa hiyo inakuwa ni kama ni mambo ya kifalme ambayo kwenye mpira ya kisi. Mpira ni mchezo wa result oriented. Matokeo ambayo tunapata leo ndio baada ya kwenda kutoa kiashiria cha wao huko bora. Ni msimu kwa msimu. Msimu uliopita ulikuwa na Liverpool, msimu mwingine ulikuwa na Man City, msimu huu uko na Arsenal. Hiyo ndio football. Ni msimu kwa msimu. Lakini ukaanza kuchukua kwamba Manchester United alichukua makombe mengi huko nyuma, kwa hiyo baada ndio kwa bora, hiyo kitu haiwezi kusui kwenye mpira wa miguu. Kwa nafikiri kuna haja ya kufanya mabadiliko kwenye ile eneo, waweke viwango au bora kulingana na msimu uliopo kwa sehemu kubwa, ili kuweza kuwa tunaakisi. Sasa leo unakwenda kwenye FIFA World Cup, FIFA Club World Cup na timu ambayo haipo hata kwenye mashindano kwa sababu tu ilifanya vizuri mwaka huo na mwaka mwingine. Hapana, nafikiri kwa upande wangu nafikiri haijakaa sawa. Kwa ni miongoni mwa watu ambao ninaunga kwamba kuna haja ya kuweza kubadilisha hiyo mfumo, tukana na mfumo rafiki ambao utakuwa na kisi kwa wakati ulio nao. Turejee tena hapa kwa Young Africans, imeonekana kufanya sajili nzuri kweli kweli, na wakati wanafanya sajili kila mtu akitazama anaona Yanga hii bwana inafanya hizi sajili hizi ni kwa sababu ya kombe la shirikisho Afrika ama ligi ya mabingwa Afrika. Yani hapo ndipo ambapo wanalenga Afrika zaidi, na sio kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, wala si kwenye Mapinduzi, wala si kwenye CRDB. Lakini mara nyingi ndio hivyo tena, mambo yanakuwa mabaya kwake. Kama msimu huu watu walitabiria kufika mbali kweli kweli, japokuwa wakati wa makundi wakaona mbona kama hatari, lakini Yanga voendelea kucheza akasema hii ikiponya hapa tunaenda kuiona fainali ama nusu fainali. Unafikiri nini hasa ambacho kinaikwamisha Yanga kwenye kufika mbali, huku ikiwa inatabiriwa kuwa na kikosi bora kweli kweli, wachezaji wazuri kweli kweli, lakini nini hasa ambacho kinaikwamisha? Sababu hata ukitazama namna ambavyo inatolewa kwenye misimu hii miwili, unaona kabisa imetolewa, lakini mbona kama waliweza kufanya kitu wa wananchi na kusonga mbele? Nafikiri katika msimu huu ambacho kimewatoa ni bahati. Hiyo kuna wakati bahati ndio inakuwa ina apply. Napenda kucholea mfano mmoja mdogo sana. Ingetokea mechi ya 16 bora ikawa ni Morocco na Senegal. Maana kuna mmoja angeaga mashindano. Ndio. Lazima. Ndio. Baki inatakiwa itoka timu moja iingie kwenye robo finali. Na kuelewa timu moja. Leo hii ikitokea kwenye 16 bora hapo nakutana Simba na Yanga au Simba Yanga na Azam mmoja wapo. Maana kuna mmoja itabidi atoke. Lakini si kwa maana pengine Dodoma Jiji au Ruvo nani ambaye atapita kwenye kundi lingine ni bora kuliko aliotoka. Si unanielewa? Na kupata uzuri. Yaani kuna bora inaweza ikawa kati ya Ruvu labda na Dodoma Jiji. Lakini huku kuna bora kati ya Simba na Azam. Sawa? Au Yanga na Azam. Alafu Yanga ikatoka. Haina maana au Azam ikatoka. Haina maana kwamba Azam si bora kama wale kule. So kwa njia aliyopitia ndio imekuwa sio njia rafiki. Kwa Yanga msimu huu amehukumiwa na njia aliyokutana nayo. Yanga angepanga kwenye kundi la Simba, maana yake angeondoka na pointi nyingi. Na hapa tunapozungumza ni kwamba anapangiwa nafasi ya pili kucheza naye kwa timu nyingine. Kwa sababu alikuwa ana timu imara, lakini alikutana na timu ambazo zilikuwa ni imara zaidi, timu zote ambazo zilikuwa za deserve kufika katika hatua za juu. Una Ahli, una Farabat, una Jessica Baye, unafanyaje sasa? Ngumu kweli kweli. Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa msimu huu nafikiri ni kwamba na hata katika mechi za nyumbani wamefanya vizuri. Katika mechi 3 umechukua alama 7. Si haba katika kundi kama hiyo, una shinda mechi 2 na draw mechi 1 na bado away unachukua pointi 1. Kwa hiyo binafsi nafikiri kilichowaondoa katika msimu huu ni kundi walilokutana nalo. Hawakuwa na bahati kwenye ile selection of the group zile. Hawakuwa na hiyo selection hizo. Na wale wanasema kwamba Yanga sio nzuri sana nje ya uwanja, kuna namna wanafeli kwenye maandalizi ya kuziendea games za Afrika. Ukisema sio nzuri sana kwenye nje ya uwanja, katika kundi lao nani mzuri sasa? Nani ambaye ameweza kumfunga Ahli? Maana kwa mfano ingetokea Jessica Baile amemfunga Ahli 2-0 kule Algeria. Farabati amemfunga Ahli 1-0 kule Morocco. Alafu Yanga ametoka 1-1 dhidi ya Ahli. Ungesema Yanga mzembe. Wenzako wote wamemfunga Ahli nyumbani kwao. Nani kamfunga Ahli? Hayupo. Nani kamfunga Ahli? Hayupo. Wote wametoka sare. Bila 1-1. Ahli ashikiki. Kwa hiyo kwa maana ya home ground ameweza kuitumia Yanga kabisa. Amekwenda kule amefungwa 1-0. Sawa, na huko ashinda moja kwa nini? Kwa sifuri. Amekwenda kwa Algeria, ametoka sare bila kufungana. Huko ameshinda magoli 3 nafikiri. Sasa haya